Basi ninawakaribisha katika kipindi chetu cha maji yenye uzima. Ambaye ananena pamoja na wewe ni Apostle Hosea Kimani Wambogo. Tuko located free area mji wetu wa Nakuru. Tunaongea kuhusu habari ya kusikia sauti, na kila mmoja ana uwezo wa kusikia sauti ya Bwana kwa njia moja ama nyingine. Na huyu Mungu ambaye pia tunamtumikia ana uwezo wa kusikia kilio chetu. Maana sauti kuna sauti inatoka kwa Mungu kutuelekea, na pia kuna sauti zetu ambazo huwa zinatoka kumuelekea Mungu. Na pia kuna kilio ambacho Mungu huwa anasikia kupitia na yale maagano na zile ahadi ambazo Mungu ameongea kwa sababu ya maisha ya kila mmoja. Na tunaongea kuhusu habari ya upana ya sauti katika njia zote. Tutaanzia katika Genesis 45 verse 1. Yawezekana sitasoma lakini nitaeleza tu. Ukienda mpaka verse 9 inaongea kuhusu habari ya mtu ambaye anaitwa Yusufu. Na Biblia inasema ya kwamba Yusufu, tunajua ya kwamba Yusufu aliweza kuangamizwa na ndugu zake ni kwa sababu ya ndoto. Na sio watu wote ambaye una uwezo wa kuambia ndoto yako ukafanikiwa. Watu wengi huwa ni watu ambaye huwa wanaua ndoto za watu. Ukiota ndoto, sio watu wote ambao unastahili kushirikisha katika ndoto zako kabla hazijatimia. Maana watu wengi ambaye tuko na wao duniani ni wale ambao huwa wanatusikilia vibaya. Hawawezi kutamani kuona tukiinuka na tukifanikiwa. Na nataka kusema hivi pia katika viwango vya familia. Maana Yusufu watu wale walimuuza ni ndugu zake. Hata katika jamii, familia nyingi hawaendelei sio kwa sababu kuna mchawi ambaye anatoka huko mbali anakuja kuroga hiyo familia. Lakini uchawi mkubwa, na siongei tu uchawi ile wa zile vitu ambazo zinajulikana za uchawi. Maana uchawi unakuaga kwa njia nyingi. Hata maneno ya vinywa vyetu zinakuwa imebeba uchawi. Maana Methali 18 verse 21 inasema ulimi wa mwanadamu umebeba kifo na umebeba uhai. Kwa sababu hiyo uchawi unaweza kuwa umebebwa na kinywa chako wewe mwenyewe. Vile ambavyo watu wengi huwa wanaongea kukuhusu wewe inaweza sababisha wewe usifanikiwe kwa maisha. Hiyo ni mojawapo ya magandamizo. Na tukiangalia katika Mathayo, tuanzie tutasoma hiyo katika Genesis, turuke kwanza Matthew, twende Matthew 10 verse 34. Matthew 10:34 inasema hivi: "Msidhani ya kuwa neno alikuja kuleta amani duniani, la." Huyo ni Yesu. Tunajua ya kwamba yeye ni mfalme wa amani. Lakini ikifika mahali pa familia, yeye anasema hakuja kuleta amani. Yesu ikifika ni mambo ya familia, anasema si kuja kuleta amani katikati ya jamii. La, anasema si kuja kuleta amani bali upanga. Yesu anasema ya kwamba hakuja kuleta amani katika familia. Na sasa tunaongea hivyo kwa sababu tumeguza mambo ya Yusufu. Yusufu aliuzwa na nduguze. Hao ndio walisikia ndoto yake na wakaamua ya kwamba hiyo ndoto haitawahi kuja kutimia. Yesu na yeye akifundisha anasema ya kwamba msidhani ya kwamba nalikuja kuleta amani duniani, la, si kuja kuleta amani bali upanga, kwa maana nalikuja kumfitini mtu na baba yake. Fitina ni juu ya nini? Fitina inakuwa ndipoza watu watengane. Mtu yoyote akikufitini na rafiki yako anatakaga muachane na huyo rafiki. Yaani umchukie na ukose kujihusisha na yeye mambo yake. Na Yesu anasema na mimi nalikuja kuleta fitina. Fitina katikati ya nani? Ya baba na kijana. Fitina ya baba na kijana. Na hapa ndio tunaona hata pia Yesu anatufundisha kuhusu habari ya kutenganishwa na damu za ukoo. Maana wewe uko wired na watu wenu. Tabia zako ni tabia za watu wenu. Vile ambavyo unakasirika vile mama yako alikuwa anakasirika. Wewe una behave vile baba yako alikuwa na behave. Kama uachiagi familia yako chakula, ukiuliza baba yako hakuwa anawaachia mama yako chakula. Una tabia tu kama ya watu wenu. Na ndipozo Wakikuyu anatumia maneno anasema modo hiana mutuo. Hiyo ni kusema ukisikia ukiambiwa hivyo uombe sana, usifurahi. Ukisikia ukiambiwa tu unafanana na mtu wenyu fulani, unafanana na jina lako kabisa, hata vile tabia zake, jua ya kwamba huyo mtu kama hakufanikiwa kwa maisha, hata ukiishi ukifanya nini hautafanikiwa. Ni lazima ujikatanishe na hizo damu. Na ndiposa Yesu anafundisha hapa anasema ya kwamba nalikuja kumfitini mtu na baba yake. Ndiposa kuwe na separation. Ndiposa wewe usifanane na baba.
kuna vitu mingi ambavyo baba yako alifanya. Tuseme kwa mfano saa hii hata wewe ukijitazama, hata kama wewe ni msichana ukijitazama na uangalie mama yako, kuna vitu huwezi taka ya mama yako ikuje kwa maisha yako. Lakini kama haitakuwa na separation, hizo vitu zitakufuata tu. Kama hautakubali kuwe na fitina ya kiungu katikati yako na damu ya mama yako, hizo vitu zenye zilikuwa na mama yako zitakufuata. Kama hautakubali kuwe na separation katikati yako na baba yako, zile mambo baba yako alifanya kwa maisha zitajirudia kwako. Kama baba yako hakukaa na mke mmoja, hata wewe utajikuta uko na wake watano. Vile ambavyo baba yako alifanya utajikuta umefanya. Either unataka ama hata kana kwamba unasema umeokoka na umeokokea juu ya miti na haukubali separation hii ambayo Yesu anaongea, ni lazima hayo mambo yatajirudia kwa maisha yako kwa njia moja ama nyingine. So hizi vitu tunaona zilikuweko tangia mwanzo. Na Yesu anafundisha hapa, anasema mimi nalikuja kumfitini mtu na baba yake kijana. Alafu anasema namna gani? Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na baba yake na binti na mama yake. Nyinyi wasichana ni lazima, na unajua za shida kubwa ukiaddress mambo ya kwa kina mtu anarukaga fiti 10 juu. Apostle wacha hiyo area. Mimi napenda mama yangu, wewe umpende, lakini ukifanana Kenya hakufika, utafika. Na hata ukijaribu utakuwa unakuta unarudi nyuma. Hata kama uko na position nzuri sana ya maisha, utakuta unajikuta umerudi pale pale zero. Maana hizi ni patterns za kijamii. Yesu alikuja kuondoa hizo patterns za kijamii zisije zikajirudia kwetu. Na mimi na uhakika ya kwamba nikiangalia baba yangu mwenye amenizaa, siwezi tamani kufanana na yeye. Ukweli ni kwamba siwezi tamani. Maana zile vitu alifanya kwa maisha, baba yetu anatuchekesha sana, ni mtu mcheshi sana. Yeye kwanza anasemaga ya kwamba yeye alikuwa wale wazee wa zamani wenye alikuwa na kinubi, alikuwa na ngita. So mama anatuambiaga baba angeenda miezi 6 bila kumuona. Sasa imagine saa hii Apostle kama ningekuwa hivyo. Miezi 6 kama mke wangu hajawahi niona. Na baba tukikaa chini anatuchekesha sana. Anatuambia nie dedete hii kilia dugu. Na anatuambia tu hivyo. Na wanaanzia kudiscuss na mama hapa kuhusu sijui msichana fulani alikuwa anaitwa fulani. Wanacheka na tunacheka pamoja, lakini hiyo ni hatari sana kwa maisha yetu sisi kama watoto. Maana kama fitina hiyo hatutairuhusu ingie kupitia kwa damu ya mwanakondoo, hizo vitu zinaweza zijirudia tena kwa maisha yetu. Tunaweza kuwa sisi sio waangalifu wa familia. Sasa unakuta hata wale watoto walilelewa majira hayo, walikuwa wanalelewa na wazazi wa kike na maisha magumu. Unasikia mama alikuwa anasema alikuwa anaenda hizo mafuti kulima mashamba za wenyewe, kama amebeba mtoto mmoja kwa mgongo na mmoja kwa tumbo. Ni kwa sababu baba alienda miezi 6. Sasa wewe mama utafanya nini? Sasa unaona hizo patterns zikianzia kujirudia, kuna watu maisha yao yatakuwa mazito sana. Na nipoza hata wewe siku hii ya leo, kubali kuwe na separation katikati ya watu wenu na wewe. Na nipoza maisha yako yawe na uponyaji. Yesu anasema nini? Jambo la 3, anasema ya kwamba na ataleta separation na mkwe mtu. Hayo ni mambo 4 ambayo Yesu ameongea. Kijana na baba, msichana na mama, mkwe na mkwe mtu. Hiyo ni kusema mahali umeolewa ama mahali mimi nimeoa. Kwa hivyo Mungu ameaddress kuhusu habari ya familia kwa ujumla. Hata mahali wewe umeolewa panaweza sababisha msiendelee kwa maisha. Mahali wewe umeolewa, mahali wewe umeoa, hizo roho kama hamtajua kufanya separation zinaweza sababisha msinawiri kwa maisha. Na wacha niseme hivi, Bible inasema ya kwamba mke na mume wakipatana wanafanyikaga mwili mmoja. Kwa hivyo kufanyika mwili moja pia, hiyo ni kuashiria kwamba kama kwa jamii moja kuna shida, basi hiyo shida inaweza wakumba hata mkiwa mmeoana. Either jamii ya kwa kina mke inaweza, hiyo jambo likiwa na uzito sana, mnaweza vutwa pande ya kwa kina mke. Either hilo jambo likiwa na uzito pande ya kwa kina mume, maana nyinyi mwili moja, mnaweza vutwa kwa kina mume na mnjikute maisha yenu yamekuwa mabaya. Sio kusema Mungu hako na mawazo mazuri. Na nipoza Yesu akifundisha mambo kama haya, anajua ni kwa sababu separation ni ya nini? Ni ya kusababisha maisha yangu ya nawiri. Ni ya kusababisha maisha yako ya nawiri. Watoto wako wafikie hatima zao. Wasizuiliwe na damu za ukoo. Wasizuiliwe na watu wao. Hebu sikiliza mstari wake wa 36. Inasema hivi, ya kwamba adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake mwenyewe. Adui mkubwa wa mwanadamu anakuwaga watu wa damu zenu, sio hiyo neighbor. Na mimi huwa ninaambia watu,
hata mtu akija kanisani nimuombee, ninamwambia kwanza, ananipatia. Unajua watu wengi wanaamini yale mambo wanakumbwa nayo, kuna mtu fulani mahali amehusika huko nje, sijui rafiki yangu ndo nana niangalia vibaya, sijui fulani ninaonaga aliniongelesha vibaya kwa kazi na kazi nikaona. Ndio, kuna watu ambao wanavinywa vibaya na wanavitumia hivyo, lakini mara nyingi shida inakuwa imetoka kwa jamii zetu, mahali sisi tulizaliwa. Na nipoza katika Isaia huwa inasema ya kwamba kila mmoja aangaliwe mahali aling'olewa. Maana mahali ulingolewa wewe ndio wewe huyo mahali ulingolewa. Na fimbo nzuri wakikuwa wanasema inaumaga ikorero. Mahali fimbo, mahali imejikunja hivi ni mahali ilingolewa. Lakini fimbo ya kutengenezwa ati ipatiwe hiyo ka shape haikuwa fimbo mzuri. Lakini yenye ilikuwa inafanana hivyo, hiyo ndio inakuwa fimbo ile mzuri. Hiyo ni kusema kama uko wired na familia ambayo maybe ilikuwa na vituko na sarakasi, wewe utakuwa unajikuta tu hata ukitaka kuwe na amani kwako, unakuta tu kuna vituko na sarakasi. Hata ukijaribu sana, wakati umejaribu umefanya vibaya zaidi. Wakati umejaribu ndio umefanya vibaya zaidi. Hiyo ni kusema hii separation ni lazima uikubali siku hii ya leo. Turudi katika ile Genesis 45. Sasa tumeongea kuhusu habari ya huyu mtu anaitwa Yusufu. Yusufu ni nani ambaye walisababisha maisha yake yaonekane kama yana ugumu? Ni watu wao. Maana aliota ndoto, alafu kisha akawapatia ndoto yake. Na ninasema hivi tena, ukijua umeota jambo, ngojea litimie. Usiambie watu wote. Sio watu wote wanaweza kuambiwa ndoto. Mtu mwenye unaweza shirikisha ndoto zako maybe ni kuhani, na unakuja kushirikisha kuhani kwa nini? Ndio uweke siri zile ndoto kwa madhabahu. Ama sio lazima uambie apostle ama pastor wako. Lakini hili ni himizo la apostle. Wakati Mungu amekuonyesha mambo kwa maisha yako, either ni kwa ndoto ama maono, mambo mazuri ambayo yako mbele yako, chukua sadaka yako, peleka kwa altar kwa sababu ya jambo hilo. John 10:10 inasema nini? Shetani ni mwizi. Wakati umepeleka hiyo sadaka kwa sababu ya hiyo maono Mungu amekuonyesha mazuri, ni njia moja ya kusili zile baraka, ndipoza shetani asije akaziiba. Maana watu wengi wamekuwa na ndoto mingi, lakini ukiwasikia nyota zao zinatumika na watu wengine. Maana huwa hatufanyi ibada. Ukweli ni kwamba hata Wakristo hawafanyagi ibada. Wanakuwa na ile msisimuko. Oh, Mungu alinionyesha. Ndio vizuri kuonyeshwa. Tumeona Deuteronomy 29:29, Mungu atakuonyesha mambo yale ambayo hayako kwa siri yake. Lakini akikuonyesha, enda upeleke dhabihu kwa altar mahali wewe unaabudu. Ama ile madhabahu unajua iko na Mungu, peleka hiyo uambie Mungu. Hata kama pastor ajui ama apostle, peleka kwa madhabahu uinene, Mungu, hii nimekuja kutoa hii sehemu ni kwa sababu ya yale maono ulinionyesha kuhusu habari ya maisha yangu. Ndipoza huyu mnyang'anyi shetani asije akaiba haya maono. Ukiwa na ndoto mbaya umeona katika ndoto ama katika maono, pia enda kwa altar yenye iko na nguvu. Katika Deuteronomy 16:2, Mungu aliambia wana wa Israeli, wakati wowote mnapotamani kwenda kutoa dhabihu zenyu, kwanza chunguzeni ile altar mnaenda kama iko na Mungu. Maana watu wengi pia wamefanya ibada mahali Mungu hayupo. Apostle, hakuna Mungu aje na ni kanisa. Kanisa ni ushirika wako na Mungu, sio jengo. Kanisa sio ile yenye imewekwa msalaba hapo mbele ndio ina sign ya kanisa. Kanisa ni ushirika wako na Mungu, hasa yule mwenye anakaa kwa ile madhabahu ambaye ni baba yako wa imani. Hiyo ndio inaitwa church. Kama baba yako wa imani hana ushirika na Mungu, zile dhabihu zote utapeleka kwa hiyo altar ni za kushibisha tumbo yake. Hakuna mahali zinahusiana na ibada ambayo umeifanya. Kwako kwa mawazo yako itabaki ya kwamba umefanya ibada, lakini mbele za Mungu haijapokelewa mahali popote. Na hiyo ndio shida tuko nayo duniani. So, wacha nirudi hapa. Niseme ya kwamba huyu mtu ambaye anaitwa Yusufu, wakati aliona ndoto, akiweza kuona matita 7 na akaona mengine 7, ikawa kwamba inaashiria miaka 7 ya njaa, miaka 7 ya shibe. Na Biblia inasema aliposhirikisha watu wao na akawaambia, niliona mkininamia, wale watu wakashikwa na kinyonga. Wakasema huyu kijana na ni mdogo, yawezekanaje sisi tumuinamie? Na hiyo ndio shida. Neno la Mungu linasema Mungu huwa anabariki yule mtu mwenye anataka kubariki. Hata nyinyi ambaye mko kwa familia siku ya leo mnanitazama na mnakuwa na hiyo shida ya kusema nganianiete ya fulani wetu anajidai, Mungu hubariki yule ambaye anatamani kubariki kwa familia. Na kuna mtu ambaye Mungu katika kila jamii kuna mkombozi katika kila familia. Na mara nyingi hata unakuta wakombozi hawakuagi firstborn.
firstborn wanakuwa na mahangaiko mingi, na Mungu akurehemu kama wewe ni firstborn. Na Biblia huwa inasema katika kitabu cha Waamuzi na inasema ya kwamba firstborn wote ni wa Mungu. Na kama basi wewe ni firstborn katika familia yenu, ni lazima pia upeane kwa Mungu. Wazaliwa wote wa wanyama wa wanadamu wanastahili kupeana kwa madhabahu. Sijui kama wewe mama yako ashakupeana kwa madhabahu. Mzaliwa wote wa kwanza anastahili kupeana kwa altar, na nipoza Mungu amulinde, na nipoza Mungu amuhifadhie uzaliwa wake wa kwanza. Maana wazaliwa wa kwanza pia wanakuwa na vita nyingi katika maisha. Hawa ndio huwa wanabeba hata mzigo wa familia. Hawa ndio wakati baba na mama hawapatani, huwa wanabebesha hiyo mzigo kimawazo. Unakutoka wazaliwa wote wa kwanza wanakuwa na challenge nyingi sana. Wengine hata huwa wanafika mahali wanakinai ama wanakataa, wanasema sitawahi olewa. Ni kwa sababu ya zile changamoto waliona na wazazi wao, wakachukizwa na mambo ya ndoa. Ni kwa sababu hawa ndio walikuwa wanabebeshwa mizigo. Mzaliwa wa kwanza yeye ndio huwa anafokewa maneno yote na mama, maneno ambayo wanafanyana na baba. Mama naye anakosa hekima, anafokea yule msichana maneno, ama yule kijana akimwonyesha ubaya wa baba yake. Na katika Malachi 4 mstari wake wa 6 inasema hivi. Malachi 4 mstari wa 6 inasema, ili Mungu aondoe laana duniani, ni lazima tukubali mioyo ya mababa iwarudie watoto wao, na mioyo ya watoto iwarudie mababa zao, na nipoza laana ikaondolewa duniani. Juzi nilikuwa na address church, na nadhani ya kwamba hiyo ujumbe ilikuwa na nguvu sana kuhusu habari ya wazazi na sisi vile ambavyo tunaishi. Kwa uhakika dunia imejaa laana, na shetani ametengeneza kitu ya kusababisha dunia ibebe laana kwa sababu ya watoto kutotii wazazi wao, hasa wa kiume. Biblia inasema mababa, watoto wawarudie mababa zao, na baba warudie watoto, ili laana iondolewe duniani. Na hii mambo huwa inakuja kwa sababu gani? Nimetangulia kuguza hilo jambo, nimeleta hiyo ufunuo. Ni kwa sababu wakati kuna changamoto katika familia zetu, kila mzazi anajaribu sana kufidi watoto ubaya wa mwenzake, na hiyo ni anguko. Kama mko hapo wazazi mnaniangalia na unafanyaga hivyo, ujue kwamba hujaokoka, uokoke tena leo. Kama wewe huwa unashirikisha watoto wako changamoto zenye mnapitia na mume wako ama mke wako, okoka leo hata kama unaenda kanisani. Wewe hujaokoka. Maana unakosea kizazi mpaka kizazi cha 4. Utasababisha dunia hii ijae laana, ni kwa sababu ya kukosa hekima. Na nipoza Hosea 4:6 inasema, watu wangu wanapotea kwa kukosa hekima. Na aya ya pili inasema, si kwa sababu wamekosa hekima, ni kwa sababu walikataa kufundishwa. Watu walikataa mafundisho kabisa. Watu wanajiongoza. Yusufu sasa ameona maono, na hayale maono amewaambia ndugu zake, wamejaribu kumfinyilia. Wakasema huyu kijana juu kanajifanya sana, ati koti ya marangi, aliona sijui nini. Wakasemezana huyu kijana tutamuua. Na wakati walipanga kumuua, wakati amewaletea chakula kule porini, Biblia inasema ya kwamba mmoja tu akashikwa na roho ya Mungu. Na hiyo ndio huwa inasababisha Mungu wakati mwingi tunasema beu ya gaidi umaga, na mbegu ya Mungu haitawahi kauka. Hiyo ni kumaanisha kwamba hata wakati wanajaribu kukupangia mipango mibaya, na wewe ni mbegu ya Mungu, kutatokea mtu mmoja ambaye atachanganya hawa watu iwe kwa heri njema, hata kana kwamba kile kitendo wataona wakufanyia ni kibaya. Either ni kukufuta, watakufuta kazi. Either ni baadaye upatiwe promotion, unadipmotiwa, haijalishi vile watakufanyia. Maana kuna mambo kama hayo yanafanyika duniani mzima. Lakini kitu cha maana sana, je, kuna sauti ya Bwana juu ya maisha yako? Biblia inasema kwamba wakamfanyia mambo mabaya, wakasema hapana. Mmoja akasema hapana, hapa kuna Wamisri wanakuja, tuuze huyu kijana, tugawane hii pesa. Alafu tuchinje kondoo, tumwagie damu ile koti yake, tupelekee baba, tumwambie tulikuta hii koti ya kijana wetu na tunaamini ya kwamba alikuliwa na wanyama. Lakini Biblia inasema ya kwamba katika sasa hiyo Genesis 45, wakati Yusufu alipoona ndugu zake wamekuja kule Misri kutafuta chakula, akapiga sauti akapiga sauti kwa nguvu sana, akililia Bwana, akimwambia Bwana ya kwamba hawa ni ndugu zangu ambaye waliniuza. Sauti ya Yusufu ikasikika mpaka na Wamisri. Hivyo ni Biblia inasema wakasikia amepiga sauti sana, na alihuzunika ndani ya moyo wake. Ndugu zake nao wakamuona yule kijana waliyemuuza, akawaambia, ni mimi ndugu yenu, lakini msiogope, maana tukio hili ambalo mlinitendea liliniletea mambo mema
katika barabara yangu. Na wakati mwingine hiyo inaitwa maturity, ukomavu. Wakati mwingine ni vizuri tunakosa kubeba watu wale walitupitishia kwa mambo mazito, ni kwa sababu tukielewa ilikuwa katika mpango wa Mungu. Ukielewa yale mambo mazito umepitia yalikuwa kwa mpango wa Mungu, usibebeshe ndugu zako mizigo tena. Yusufu akawaambia, hili jambo hata kama mlifanya lilikuwa mbaya aje, nimeshalielewa lilikuwa kwa mpango wa Mungu. Ilikuwa nipoza niwatangulie, niweze kuwahifadhia vyakula, nipoza siku kama ya leo nikawalisha na nikawanywesha. Mpendo, hata wewe unapigwa siku hii ya leo. Wewe unapitishiwa hali ngumu. Hali zile ni kama zile za rafiki ya Yesu. Yesu anapelekewa habari ya Lazaro. Anaambia wale ambao wametumwa ya kwamba nendeni muambie Mariamu na Mariamu Magdalena ya kwamba ugonjwa wa rafiki yangu sio wa mauti. Lakini alikuwa afe, lakini anasema sio wa mauti. Na hiyo ni kumaanisha nini wapendwa? Ni kusema hata kana kwamba unapitia hali ngumu na kuna kusudi la Mungu juu ya maisha yako, usiogope. Maana yale mambo hayatakuzamisha. Yale mambo Mungu atayatumia kama njia moja ya kuleta utukufu katika meza yake. Na hiyo ndio ombi ambalo ninakuombea siku hii ya leo. Wewe ambao ulikuwa unapitia hali ngumu, kuanzia sasa na kupitia kwa ujumbe huu, ushuhuda wako uwe kama wa Yusufu. Upige kelele ya furaha ya kuona ndugu wale walitamani uzame, lakini leo hii wamekuja uwalishe na uwanyweshe. Nataka niombe pamoja na wewe. Baba, katika jina takatifu la Yesu, ninaombea mtazamaji wangu siku hii ya leo. Huu ujumbe Baba wa mbinguni, wacha ukaguza moyo wa mwanadamu, ukabadilisha hata nia ya mawazo. Katika Roma 12 inasema tubadilishiwe nia ya mawazo yetu ili tujue kwa uhakika mapenzi ya kumpendeza Mungu na yaliyo ya kweli. Mungu, ninaomba nia ya huyo mtazamaji wangu ikabadilika. Hata wakati ya leo Bwana umetuinua, wacha tusiwaangalie wale ambao walitumika kama maadui, lakini tujue kwamba uliwaeka ili siku hii ya leo Bwana tuwe tumekamilika na tuwe tumefikiana. Ninabariki mtazamaji wangu na ninabariki yeyote yule ambaye amesikia habari hii, kwa utukufu wa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na tunashukuru. Mtazamaji wangu mahali ulipo, kama hujamkubali Kristo, sema Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nioshe na unitakase. Kutoka hapo tafuta kanisa nzuri la kiroho. Kama uko kwa mji wetu wa Nakuru, tunakukaribisha katika mji wetu wa Freria Home Center hadi kipindi hicho kingine cha Maji Yenye Uzima. Wako Kimani Apostle. Shalom, shalom, shalom.